من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko kwenye Ijumaa ya mwisho ya mwezi wa Shaaban, kwa maana hatuna cha Ijumaa tena liitwalo Ijumaa la Shaabani. Akipenda Mwenyezi Mungu na akawalowafikiwa kwa taufiki yake na kwa atakayejaliwa, Ijumaa inayofuata itakuwa ndio Ijumaa ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini kuna tutakaowaaga wasipate hiyo Ramadhani na kuna watakaokuwa wenyeji wa kuipokea Ramadhani. Suala liko kwenye, je, Ijumaa inayofuata ambao ni matarajio wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, mimi na wewe tutakuwa katika jumla wa wenyeji wa kumpokea mgeni, ama mgeni ataingia apokewe na wengine? Kama miaka ya nyuma mgeni huu alikuwa akija akipokewa na wengine na wengine hawako, pengine mwaka huu sisi tutakuwa hatuko apokewa na wengine. Ndivyo ilivyo, litia akilini, halina shaka, halina mushkili. Alipokewa wakaweko wenye kumpokea, aliingia hakuwakuta waliompokea, akapokewa na wengine. Ndiyo mageuko ya ulimwengu kwa walimwengu. Makundi yakiingia, makundi yatatoka. Makundi yakiweko juu ya mgongo wa kaburi, makundi yataweko chini ya matumbo ya makaburi. Ni kuwa makini tu, kwa sababu hakuna mwenye dhamana ya hilo. Ni tarehe 25 ya mwezi wa 8 wa Shaaban 1447 kwa takwimu ya Hijiria, sawia na 13 mwezi wa pili 2026 miladia. Kwenye silsila ya hadithi iliyotaja mambo manne, tukataja la kwanza, tukataja la pili, leo tuko kwenye la tatu. Hadithi gani? Hadithi Mtume aliyosema mambo manne, idha kunna fika, mambo manne haya yakiweko kwako, fala alaika ma fataka minad dunia, huna wewe ulilolikosa katika dunia. Kwa maana umeyapata haya mambo manne, hukukosa katika dunia. Tukaona la kwanza, hifdhu amanatin, kuhifadhi amana. Tuliona hakuna sherehe. Tukaona sidku hadithin, ukweli wa mazungumzo. Tukaona leo tuko kwenye
husnu khaliqatin, uzuri wa tabia, ama kwa riwaya nyingine husnu khuluqin, uzuri wa tabia. Hivi ukiwa ni mzuri wa tabia, hata yalopita katika ulimwengu huu tamaniwa na mengi, utakuwa hukuhasirika? Naam, utakuwa hukuhasirika. Kwa nini utakuwa hujahasirika? Alosema ni aliyekuwa mwalimu wa husnu hadithi, aloatemka hayo ni mwalimu wa sidqu hadithin, mkweli wa maneno, as-sadiqu al-masduq, Muhammadun alayhi salatu wassalam, ndiyo aliyosema haya. Kwa hivyo ni kweli, ukiwa na tabia mzuri, yalokupita hakuna hasara yoyote. Intabih. Na la nne ni ifatu tu'matin, hiyo ni siku ya Ijumaa zitakazofuata. Tayib, leo tuko kwenye husnu khaliqatin, uzuri wa tabia. Sikiza vizuri sana maneno ya kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na inatupa maana kweli kweli, maana yasiyotosha time za khutba ya Ijumaa, lakini tuende nayo hivyo hivyo. Imamu Ahmad katika musnad yake ndiye aliitoa hadithi hii, ikasahihishwa na al-Imamu al-Albani alayhi rahmatullah. Waislamu, husnul khuluqi, tabia njema, yarqa bi sahibihi, hupanda na mwenye tabia njema, ila a'la al-maratibi fi dunya wal akhirah, kwenye daraja za juu sana duniani na akhera. Wewe ukiwa na pambo la tabia mzuri, utapambika kwa daraja hapa duniani na utapambika kwa daraja kesho akhera. Tayeb, waman ruziqa husna al-khuluqi, na aloruzukiwa tabia njema, fala alayhi mimma fatahu min ad-dunya, hana kilichomfutu duniani, hana alichokikosa duniani. Waislamu, hapa kuna kina cha kiasi gani cha maneno kutoka kwa huyu aliyepewa Jami'ul Kalim. Jami'ul Kalim, sherehe nyingi ya mafunzo kwa kipande kimoja cha maneno. Hapa tupata faida ya kuwa waweza ukawa fukara wa tabia, waweza ukawa fukara wa tabia, lakini si kosa ulilolifanya kwa kuwa kwako fukara. Waweza ukawa tajiri wa pesa, si wema ulioufanya ukalipa utajiri. Huyu hakunyimwa tabia na ufukara wake du. Mafhumu? Fukara lakini akatajirishwa kitabia, na ule tajiri wa mali ya kila aina, lakini fukara wa tabia. Angalia maneno ya Mtume. Mtu amemiliki mashamba, majumba, magari, wanawake, kila ma ladha wa taba min at-ta'ami wa sharab, lakini akawa uvundo wa tabia na utajiri wake. Na aweza mtu akawa du kikwetu, maskini ya Mungu, fukara, cha kukidhi siku hana, lakini Mungu akawa amempamba na tabia njema. Ile tabia njema ikafanya tajiri kwa kanaa yake, kwa kukinai kwake. Ile maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo tabia njema humpandisha mtu daraja za juu hapa duniani, na atapanda daraja za juu kesho peponi. Na kuna wengi waloporomoka kitabia, si mashehe baadhi yao, si matajiri, si wenye navyo, wameporomoka wengi kwa tabia.
na wako walokuwa kitabia, na ukiwaangalia mafukara kweli kweli. Na ilivyo mbwa kuwa msomi ukawa na pambo la tabia njema, mbwa kuwa msomi ukawa kielelezo chema kwa mambo yanayojenga mujtama, si kuwa msomi ukawa uvundo wa tabia. Safi hapo jameni. Kitabu kitukufu cha Qur'ani ndicho kitabu cha tabia, na mtume kapambika kwa Qur'ani. Mbwa kuwa mahafidhi wetu wote tabia njema, wasimpate mtume kwa yote, lakini wasinkose kwa wote. Lakini kuna baadhi ya mahafidhi wamekibeba kitabu cha Mwenyezi Mungu uvundo. Tumeelewana? Mtume SAW akitoa mafunzo huwa hupiga pande zote, na ndipo ukaona hawa wa daraja za chini wataenda changudia kuingia peponi, pengine hata kushinda watu wa daraja za juu. Entabih, ukweli usifichike. Kudhadidika katika dunia kwa ufukara na umasikini na kutokuwa na chochote si alama ya uovu wa mtu huyo. Hakufanya uovu Mungu akandipa ufukara. Na kutajirika katika ulimwengu si alama ya wema wake Mungu akandipa utajiri. Utajiri neema za Mungu humpa antakaye anjuae, na ufukara ni neema Mungu humpa antakaye kwa hikma ya hali ya juu ya Mungu, tuzijue ama tusizijue. Pengine waweza ukapewa utajiri sikustahiki kwako, usipewe ukakuharibia dini yako, akakupa ufukara ukaidhabiti dini yako. Ama waweza kuwa mstahiki wa kupewa mijali katika dunia, lakini kabisa hapana, tusikupe ukaharibu dunia. Hivyo hizi hata kusema tajiri pengine tapacha madhambi. Watu tu waloinua kitwa kwa vijipeni viwili vitatu wataka kutusafirisha kwa miguu na magari yako, wataka kututoa hasa nendeni makwenu, na ukimwangalia hata ni vipeni viwili vitatu. Shika vizuri sana, ni mafunzo tuapewa na mtume. Hayo uje upewe ulimwengu mzima kana walopewa matajiri, kutaketika. Hafanyi Mungu jambo bila ya hekima. Lillahi alhikmatul baligha, Mungu ana hekima za juu. Ulipowekwa ndipo pako pastahiki. Utolewapo kwa hikma usiyojua aweza kukutoa kwenye kheri wewe unaoiona, kukutoa kwenye kheri akakuanzisha kwa kheri, mathalan akakutoa kwenye shari na amekuanzisha kwa kheri, ukiona mimi sitaki kuondoka hapa, Mungu akaitoa sababu ukafukuzwa bila hatia. Hikma za mbinguni. Wewe waweza kula memtoa ni maonevu, Mungu huondoki pahala bila pahala, kwa sababu kigao hiki cha Mungu mwadilifu si cha mwanadamu. Akikutoa hapa hukupeka pengine paheri kuliko pa hivyo ndio system mpaka Mungu akutwae ndoo zako kwetu. Sasa hapo hapa kufai tena. Lao tungeishi kinamna hiyo tungekuwa waungwana sote, lakini watumwa wa kutoka kamasi. Kwa nini? Huona ukinyimwa hapa ndio mmenyimwa kote, ukifeli hapa ndio umefeli kote. Mafukara tele hula hunwa raha, tena hula kila kitu, lakini matajiri tele hawana raha hata kupata usingizi. Agongae pengine taka kumwambia pana hatari kwenye godown lako, huandaka tatari hiyo, hufikiri mwizi na mtu amekuja kumgongea, nenda ukawahi. Shekhe, tushukuruni tulipo na tuombeni umakinifu tutakapopelekwa. Tuishini kinamna hii ndio tutaishi kiungwana. Tukiishi kinyume na mafunzo tutakuvavachwa na vavachu siku zote, na kuna Mungu wa watu wote, Mungu wa waungwana na Mungu wa watu. Kwa nini nisijipe uhuru ndopewa na Mola wangu, anipae aninyimae
kwa kiasi cha kuwa in min shay'in illa indana khazainuhu wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, hakuna kitu isipokuwa hazina zake ziko kwetu. Mungu haziko kwenu matajiri, ziko kwa Mungu. Wama nunazziluhu, na hatuteremshi chochote, illa biqadarin ma'lum, isipokuwa kwa kiasi maalum cha mtu andikiwa katika lauhul mahfudh, qabla an nukhlaqa wa qabla an yakhluqa Allahu as-samawati wal ardh. Kuwa na tabia njema. Undhur, sikia Mwenyezi Mungu asema, amwambia Mtume Muhammad, tazama kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd, vipi tumewafadhilisha baadhi yao kwa baadhi. Walal akhiratu akbaru darajatin, akhira huko ndiko kwenye daraja za juu. Wa akbaru tafdhila, na ndiko kufadhiliana kwa juu. Rank za hali ya juu ziko huko na ujira wa hali ya juu uko huko. Tushindane mimi na wewe, nani atakayepewa cheo cha juu kesho yaumul qiyama. Tukishindana hapa, waweza ukanishinda kwa kunidhulumu, ukanishinda kwa kudhulumu, na ukanidhulumu kwa haki yangu, katokwa na chozi, hii ni haki yangu, lakini wenda nao kwa sababu ya pawa. Je, pawa zako zitashinda pawa za Mungu? No, pawa zako hazishindi pawa za Mungu. Kwa hivyo tushindane mimi na wewe. Atakayepata cheo kesho yaumul aradhil akbar, yawma yajma'u an-nas al-awwalina wal-akhirin li yawmin la rayba fihi yawmun la yudhlamu fihi ahadun wa nadha'u al-mawazina al-qista li yawmi al-qiyamati fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kwa nini tusiwe uhuru? Tayib, ridhika ulipo. Bimadha nusabiqu fil hayati, twashindana katika uhai kwenye jambo gani? Isikilize khutba ya mwisho ya Shaaban. Nusabiqu fil hayati az-zamana, twashindana sisi katika uhai kushindana na zama, kushindana na wakati, litahqiqi tawazuni baina al-amal, ili kuhakikisha kipimo katika kutenda, al-ibadati, kipimo katika kuabudu, tatwiri dhat, mabadiliko ya dhati za mtu. Mimi nijipime mwenyewe kama Sheikh Bahiru, nina mabadiliko gani kwenye kutoka kwa lipi, niko kwenye lipi, na nina matarajio ya kwenda kwa lipi. Mimi na kupigia mfano, na wewe jipigie mfano. Ndio tatwiru dhat wa nasa, kisha tuenda mbio, liridha bima qasamahu Allah, kuridhika kwa alichokigawa Mungu. Basi alichonipa Mungu ndicho tasema alhamdulillah. Sikishiki ka huku hunungunika, hunungunikia nani? Kama kuna mzee mmoja, huyo alikuwa lunch yake ni kama sima kilo 2, ile mfiko wa kilo 2. Manake kuna wanadamu hula nao si haba. Ukishika kifuko kile cha kilo 2 na akawa hunungunika, ukirusha hivi kana gololi, nini bwana, wamefanya nini? Sizo zile kilo 2 zile, sizo. Hulalamika kumepunguzwa. Ndio okay. Lala, hatari. Yani kilo 2 ukirusha, sicho kabisa hiki, sio ile ule unga na unajua. Ateni hao vachuva hapa, alhamdulillah. Na ukitaka nenda katika lima holi yoyote utamuona, ukiambiwa sinia watu wawili, kitunu hiko cha nini? Mbwako wale umeenda takadi ukupea hata vati tuharibieni. Lakini wiki ya mwisho hii kule ni final, kesho kutataona utoka na matozi, hutoleki salamu, kwa sababu anda huku kupenda kula na konkwema si kwema kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acheni. Kwa nini twashindana? Twashindania nini? Twashindana katika maisha kwenye zama, litahqiqi tawazuni baina al-amal, kuhakikisha kipimo cha kutenda, kipimo cha ibada,
mabadiliko ya dhati za mtu, kwenda mbio kumridhika na kuridhika kwa alichokigao cha Mwenyezi Mungu. La lenga nini? Yahdifu bidhalika, hulenga kwa hilo al-usula ila hayatin mustamirra, kufika kwenye maisha ya kuendelea, ili upate nini? Linaili saadati alhaqiqiyya, ili upate furaha za uhakika, wanajahi fi dunya wal akhirah, na kufaulu duniani na akhera. Yarudi wapi? Yarudi kwa mtu kuwa na tabia njema safi. Wa kaifa nuhaqiqu najah, na vipi tutahakikisha kufaulu? Vipi tutahakikisha kufaulu? Anna amala lidunyana, ni sote sisi tufanye kwenye dunia yetu kaannana naishu abadan, kama kwamba kuwa tutaishi milele. Wa na'mala li akhiratina, na tutende akhira yetu kaannana namutu ghadan, kama kwamba kuwa tutakufa kesho. Mafunzo haya ndipo ikaja ijma' ya wanavyoni, na ijma' ni masdar min masadir at-tashri'. Ajma' al-ulama, wamejikusanya wanavyoni ala anna husna al-khuluqi, kwamba tabia njema huwa asasu dini, ndio msingi wa dini. Asokuva na tabia hana umadhubuti kwenye msingi wa dini, kwa sababu nguzo, pila, msingi ndio unaoleta tabaka za juu, na venye kunena hunena fama asal baqa'u idha man hadda arkan, kubaki kivipi kwa nyumba nguzo zikipomoka? Asas ikipomoka, ikiwa dhaifu, hakuna cha nyumba. Ndio kavaizi nyumba huporomoka tu, mighorofa huporomoka, mara ataka kuporomoka kunani? Ni ntanga mwingi wa vaungwana, simichi ndako, kokoto ndako, mafundi ndako, ntanga wako na sinti ndako za kunlipa, kisha akaja akafanya khiana. Ndio hao tunaoyasema tabia mbovu ya wengi wetu Waislamu watakavokuva kwenye kazi zao. Ni tabia kuwa mbovu ndio hukupelekea wewe simiti moja ukaitilia ntanga pipa. Tabia ndio sio, nimekwambia kuwa ni hotuba ambao haitoshi nini, na kila mmoja atatipeleka wenyewe, kwa sababu hushindana kwa hayo. Ni ijmai ya wanavyoni kwamba tabia njema ni msingi wa dini, wa kamalul iman, na ni ukamilifu wa imani. Asokuwa na tabia njema, imani yake si kamili. Wa yu'tabaru sababan, tabia njema huzingatiwa ni sababu lirifati darajati fil janna, kwa kuinuliwa daraja peponi. Kwa hivyo wataka daraja peponi, tabia yako njema. Wa mahabbatillahi, na mapenzi ya Mungu. Ukipata mapenzi ya Mungu mwenechu, tukiwa na ulimwengu mzima, lakini hatari pendwa na ulimwengu mzima, lakini utukiwe na Mungu. Ndipo alhamdulillah tukajiamulia na Mungu atupe taufiki sote ya kuwa tutukieni, lakini sisi twatuma mapenzi ya Mungu. Hamna shida yoyote, maadamu twatuma mapenzi ya Mungu, tutafanya yanayomridhisha Mungu, na wewe huwezi kufanya lolote pendwa na Mola wako ungatukiwa na walimwengu. Penda na walimwengu utukiwe na Mola wako, balance hapo. Walitaka pendo la Mungu wako, wataka pendo na walimwengu. Jibu ni kwa kuwa wengi wetu tuataka kupendwa na walimwengu kwa shitaha nyingi. Potelea mbali, sisi hatuko kwenye mkao huo. Hata tukawekwa mbali, tukatengwa, tukafanywa kana mwehu. Twende na barabara ya safari ya maisha, tutakwenda kuhukumiwa kesho yaumul fasl. Tabia njema ndizo zitakufaulisha ama zitanifelisha, ama zitakufaulisha ama zitanifelisha. Tusonge mbele. Wa yuadil, tabia njema huja ikasawazika ajra saimil qaimi, ujira wa mwenye kufunga, mwenye kusimama visimamo usiku. Ni mchezo jamani? Mtume hawezi kuhusisha jambo ovyo. Anas bin Malik asema innal abda, hakika mja, la yablughu, atafikia, kwa taukidi ya lam, bihusni khuluqihi, kwa tabia yake njema. Kufikia wapi? A'la darajatin fil janna, daraja za juu peponi, na ndizo tunazozitaka. Ndipo amiru shuara Ahmad Shauki akasema hivi,
innamal umamul akhlaqu ma bakiyat, hakika umma kwa tabia kwa watakavyobakia. Umma hubaki kwa tabia zao njema. Fa inhum dhahabat akhlaquhum, iwapo wao hii tabia njema zitaondoka, dhahabu, na wao wataondoka. Hivi tulivyo weka ya kuwa kufeli kwetu, kudhalilishwa kwetu, kutoinua vichwa sisi kwenye uongozi wa mambo yetu, ni nini? Ni tabia mbovu, ni tabia njema. Nakupa challenge, simama kwa kiti chochote kwenye wakati huu, jijenge kwa misingi ya tabia njema. Mungu atakupitisha shwari salama salimin, kwa sababu Mungu apenda ukweli na Mungu wapenda wa kweli. Nyinyi wanasiasa mulipokuwa mvaongo, hamuna ukweli, ndipo viti vingi mukavikosa, kwa sababu Mungu pia hana mahaba ya mtu kuwa muongo na kuahidi ya uongo na asifanye jambo lolote. Haya ndiyo ya Mtume Muhammad, kiongozi wa kushinda viongozi, komanda wa kushinda makomanda, mkweli na tabia njema ilizowafanya hata maadui wakubali Uislamu japokuwa hawakusilimu, watake kuhukumiwa Kiislamu japokuwa si Waislamu, kwa sababu ya tabia njema. Ukifungua vitabu vya sera wasomi, mutakuta kwamba kuna walopiga shahada sababu ni tabia njema tu. Wakenda makwao wakawaambia ndugu zao, mukitaka kunali na kufaulu kwenye safari ya maisha, nendeni mukasalim amri kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huu ndio ukweli. Qala sallallahu alaihi wasallam, ndipo Mtume kasema hivi, ana zaimun bibaitin fi a'la aljannati liman hasuna khuluquhu. Ya salam ya Rasulullah, ana zaimun, mimi kiongozi. Hadithun sahihun akhrajahu Abu Daud fi sunanihi wa hasanahu al-Imam al-Albani alayhi rahmatullah. Ana zaimun, mimi ni kiongozi. Bibaitin, kiongozi wa nyumba. Wapi? Mimi ni kiongozi wa nyumba. Fi a'la aljannati, katika pepo ya daraja za juu. Ni kiongozi wa nyumba gani? Peponi, kwenye daraja za juu. Liman hasuna khuluquhu, kwa mtu ambaye tabia zake njema. Venechu voungwana kwenye Ijumaa ya mwisho wa Shabani, tufelie hapo ama tufaulie? Jawabu iko kwangu nayo, na wewe kuwa na jawabu yako. Hapa tumeinuka kitabia ama tumeporomoka kitabia? Ya salam. Asbabu taraju, sasa zishike hizi sababu ya kurudi nyuma watu kitabia. Wataraju'il akhlaq, na akhlaqi ziko nyuma sana, na hiki ndicho kifungizo cha hutuba yetu ya leo. Number 1, ghiyabul qudwati. Ni maandiko, umeona? Sikiliza maandiko na tafsiri. Ghiyabul qudwa, ghiyabul qudwa ni nini? Iftiqadu namadhij ijabiyati fil mashhad alijtimai wal islami. Nini maana neno hili? Asema ni iftiqadu namadhij, kukosekana namadhij alijabia, mifano ya kuigwa kukosekana, ya mazingira ya kijamii na habari. Imekosekana mfano wa kuigwa kwenye mazingira yetu, katika uongozi na viongozi, jamii yetu, bali hata katika taarifa yetu. Hizi zimeharibu, manake huoni wa kumuiga isipokuwa nadira, wa nadiru kal ma'dum. Hakuna kuigwa isipokuwa nadira. Semi hakuna isipokuwa nadira, kwa itilai kwetu, kwa kutokea hufa kuigwa, ni mmoja mmoja. Hizi zimetuharibia sisi tabia. Intabi. Number 2, alfasadul mustashri
Fasadu almustashri ni ufisadi kukithiri. Ona maandiko, ufisadi kufanyaje? Kukithiri. Hebu niambie, ifikie hadi mtu kukuvukisha barabara tu akwambie pana 50, uketika tena? Yani ufisadi ufikie daraja mtu kukuonyesha pahala tu nipe chochote. Maandiko na tafsiri tu, hata siku ya chunga mimi. Hii imetuharibia tabia, kwa sababu imekuwa hatuaminiani, hatusaidiani. Tumefahamiana sana, imeharibika. Mimi hapa kuna wageni ambao walinipigia simu hasa, tumekuja msikitini hapa, kuna watu fulani kama hawako, basi akaambia tunataka Sheikh Bahero kwenye markazi yake. Kuna watu walisema hatuijui kama. Sasa utukivu mpaka ufikia hali hiyo. Sasa ukimwambia sijui kamwe, wewe tongo mkipofu, usoijua markaz, takosekana mwenye kumlekeza mtu Bahero kwenye markazi yako. Twendeni tutapambanani ila akhiri lahadha, mpaka mwisho wa dunia. Uondoke tuondoke, twende zetu hisabuni. Hizo ni akhlaki mbovu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelezea katika hadithi hii. Twende. Namba 2, ufisadi. Ufisadi ni vipi? Intisharul masalihi shakhsiya, galabala, kuenea maswalihi ya kibinafsi ala hisabi alqayyim almushtaraka, ala hisabi yani alqayyim almushtaraka, kwa hisabu ya maadili ya kawaida. Yani mtu aweza kuwekwa katika society, lakini maslahi akawa ameyapanga yeye, lakini kwa muono wa jamii. Angalia vitabu jamani, hivi vitabu venye vitabu valitustadi sisi kwenye zama tulizo nazo, mpaka wakatoa statement hizi. Si statement zangu, yani tabia zimeharibika kwa sababu mtu hufanya mambo kwa maslahi yake, kwa misingi na maadili ya jamii. La ilaha illa Allah. Number 3, tahawunu fil muhasaba. Nini tahawunu fil muhasaba? Dha'fu raqayati al-ijtimaiya wa tarbawiya. Nini maana hili neno? Udhaifu wa uangalizi wa jamii na malezi ambao ni mabaya sana, yanayoathiri kwa wingi kwenye mtandao. Mafahamu? Ni kweli. Nzipi tabia zibakiezo sisi kwa sababu wa mitandawazi au mtandawazi venye kunena? Kumeharibika kabisa. 4, ta'thiratul aulamati wa teknolojia. Hii ta'thiratul aulama ina maana taathiri nyingi za mtandawazi. Safi. Isitoshe na maadili yakabadilika kwenye ibara hili, taghayyaratil qayyim, maadili yamebadilika. Natija ta'thiril i'lami, kwa natija ya vifaa hivi vya habari. Wal infitahi mimma adda, na kufunguliwa yote wazi ni katika yaliyopelekea ila buruzi sulukiyatin, kwenda kubadilika hizi tabia, mughayiratin lilmawruthi thaqafi waddini wifqan, kusema kuwa kubadilika kwa zile tabia, urithi wa utamaduni pamoja na dini, zote zikaharibika kwa sababu ya mitandao. Leo kinambia mtampa mtoto homework ende akasearch, akisearch tapata, lakini suala hatuingilii management zenu, japokuwa hutuharibia tabia za watoto wetu na banati wetu. Atakwenda atapata kile ulichonshiria, lakini suala liko kwenye mwanangu na mwanao ataenda hapo hapo kuifanya ile kazi uliompa, ama kwanza atapitia na barabara nyingine. Mumetuharibia, hata tutoeni miini, mumetuharibia.
Maana machafu namna tunavyopigana nayo, machafu yako nyumbani kwa sababu za simu. Masimu watoto wetu huenda nazo pahala pingi sana, si watoto wa maimamu, si watoto wa mashehe, si watoto wa mawalii, si watoto wa masharifu, si watoto wa mamwenye, wote wandakuwa kitanga na hivyo kindaki. Takwenda takufanyia homework, lakini amepitia kwenye mengi. Mumetuharibia na ni mchango nyinyi katika kutuharibia. Ndoni mutushone midomo kwa mashini zenu za kiteknolojia. Ndizo tabia hizo alizozisema Mtume. Ala kulli hal, kwenye mengi. Kwa hivyo Ramadhani kesho kutakupenda Mwenyezi Mungu, tuifungeni khutba kwenye mengi, pengine tutakuja kuyasherehesha kwenye darasa zetu. Madrasatun, Ramadhani ni madrasa litahdhibi nafs, ya kuichengeza nafsi, wa ta'zizi alkhuluqi, na kuziezi tabia, alhasani, tabia zilizo nzuri. Yatadarabu saimu, mfungaji anakula zoezi, ala sabri, juu ya kusubiri hali vitu vizuri, hata ukampa tafadhali, na ukiendelea usiniharibie saumu yangu, manake nataka niidhabiti hii saumu. Kitu vizuri, vinywaji vizuri, abadan usi. Ni funzo hili. Waljudi, watu watoaji kweli. Qadhmil ghaidhi, kuzuia chuki na hasira. Yahdifu siyam, saumu hulenga ila al-irtiqai bil akhlaqi, kumkuza mtu kitabia. Abra tarkil ghiba, kupitia kuata kusengenya. Wale Ramadhani, hata kama mtu ni msengenyaji au mwalimu wa wasengenyaji, lakini Ramadhani kwambia hapana, tafadhali. Mafhumu? Wal kadhibi, na uongo. Kuna watu mkoko kwa kunena uongo, na Waislamu 5 salatu waongo kweli, na tulitoka nyuma sisi katika hiyo khutba. Wa qaul, Ramadhani humpa mtu zoezi la kusema hivi, inni saimun, mimi mmefunga jameni, usinichokoze. Huvundi saumu. Leo utamwambia anayekuchokoza, kwambia wewe huniwezi, naweza kukuchengeza, lakini nimeizuia kwa sababu ya heshima yangu wa kumheshimu Mungu kwenye mwezi wa heshima. Kama huna budi wewe, ngoja Ramadhani itatoka, mwage Ramadhani itatoka. Ikiwa kunichezea ovyo bila sababu ili univundie saumu yangu, tukitoka hapa ukinichezea, itabidi nikutia adabu ili nikufundishe tabia ya Kiislamu. Na kukutia adabu kwa tabia ya Kiislamu, kukupiga mbao wa kimataifa kama ile ya ule Musa, ama isifanane na Musa, manake ikifanana na Musa ule alimuua kwa igume. We ni mbao tu ya kumweka sawa. Musende mukasema Ijumaa ya mwisho ya Shabani huzoesha hayo. Ramadhani mtu sikutukua mafunzo, ameyatukua mafunzo yale, lakini atakamfundisha adabu. Wakati mwingine mtu hufundishwa adabu kwa kupigwa. Kwa hivyo hapa twafundishwa inni saim. Sikiliza vizuri, ndizo hutuba za Masjidi Rahma hizo bakarane. Tumeelewana sana. Walkidh, mwisho asema wakati unapotukana, mimma yahulu, hilo katika lenye kuzuia, as-sawmu, hiyo saumu, min mujarradi imtina'in ani ta'ami, kwa mujarradi wa mtu kwa takula, ila ibadati, kumpeleka kwenye kuabudu, shamila, kuabudu kikamilifu kivyote, tuzaki nafsa, huichakasa nafsi, wa tudhaifu alhasanati, na huzidisha mema. Sasa ni hivi, waambiwa haya, ya dhalladhi ma kafahu dhambu fi rajabi, ewe ambaye dhambi hazikuntosha kufanya kwenye mwezi wa Rajabu. Kifungu cha mwisho jemeni, sikizeni vizuri sana. Hatta asa rabbahu fi shahri Shaabani, mpaka kamwasi Mola wake katika mwezi wa Shaabani. Kesho kutwa mfungo Jumanne, wako watakaye kwenda kumwaga bosi wao Ibilisi. Komba wote watakwenda kumwaga
kumwaga Ibilisi vanose maximum ili kesho Ramadhani. Wazinifu wote hivi sasa na wengine watatoa sura twataka kuoa ili waonekane wana majumba, lakini nia zao si nia ya kuoa kudumu, nia kesho kutwa ni Idi, mambo hakuna. Na nikaha hiyo waulizeni watu wa fikihi, mtu kuoa kwa nia ya kuwata, naoa mimi lakini kisha wasomi wako sasa waambia, ewe ambaye hakutosheka na dhambi katika mwezi wa Rajabu mpaka kamwasi Mungu katika mwezi wa Shaabani, laqad dhallaka shahru sawmi ba'dahuma, hakika utakufinika wewe mwezi wa saumu baada ya Rajabu na Shabani, ni kesho kutwa tu. Fala tusayyirhu aidan shahra isyani, usiubadilishe mwezi wa Ramadhani hivyo hivyo uko ufanya ni mwezi wa uasi. Watlul Qur'ana, soma Qur'ani. Wasabbih fihi mujtahidan, sabihi kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kujitahidi. Fa innahu shahru tasbihin wa Qur'ani, Ramadhani ni mwezi wa tasbih, mtu kumsabihi Mungu, na ni mwezi wa Qur'ani. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salafin, ni wangapi ulowajua katika walowafunga kwenye wema walotuchangulia, wangapi walifunga hii Ramadhani? Min baini ahlin, kati ya jamaa, wa jirani, na majirani, wa ikhwani, na ndugu zetu. Walienda wapi? Afnahumul mautu wastabqaqa ba'dahum, mauti aliwamaliza wao akakubakisha wewe baada yao. Kama hivi sisi tuzungumza, tumebakishwa baada yao, hatujui mbeleni. Ni fursa tumepawa kwa kubakishwa, wale zao zimeisha. Taib, wastabqaka ba'dahum hayya, akakubakisha wewe baada yao ukiwa hai. Fama aqraba alqasi min ad-dani, ni ukaribu ulioje wa mauti wa mbali kuliko hata wa karibu. Haya natupa sisi kujiandaa. Kilichobaki sasa kimoja tu katika mambo manne tutakayoeleza mbele ya safari. Mwenyezi Mungu tunamuomba kwa unyenyekevu atujalie miongoni wa watakaofikia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in. Kunu ibadallahi ikhwana wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa'lamu anna Allaha yunadi ibadahu almu'minin fayaqul ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المطرودين.